huwezi kutupa historia ya muziki wa Singeli kwa sababu wewe uimbi Singeli na Singeli tupu wewe hujui. Labda akiniambia Msaga Sumu bwana Hamza anataka kutupa historia ya Singeli nitakaa nitamsikiliza. Wakiniambia kina Samio Lavu, wakina Frido, hata Abe Kidunda ni mtangazaji lakini Singeli tupu haijui. Samio anawezekana na muziki wa Singeli lakini muziki wa Singeli ukawa nini? Sisi tukawa tunaelewa. Yaani wewe una unachokijua kuhusu Singeli. Mimi wewe nini Hamza mbona tunaongea kawaida? Jicho langu hili lina kawaida ya kutoa machozi. Hamza kakao kafara hiyo. Yaani bora usingeingilia Singeli. Kwa sababu mimi nakula naishi kutia Singeli. Na Singeli ndio mdundo wa taifa, yaani akubali huyu akatae. Singeli ndio muziki ambao umehalilishwa ni muziki unaorepresent Tanzania. Singeli si wauni. Hamna wauni kwa Singeli. Wewe mwangaza hivi msanii wa Singeli anavaa shati kama hivi, anavaa saa kali, anavaa suruali anaonekana msanii wa Singeli. Zamani ulikuwa wapi? Twende zamani sasa. Zamani ukiambia msanii wa Singeli kwanza unasema mwe mama tusi tupo. Wewe msanii wa Singeli sikia. Lakini sasa hivi msanii wa Singeli mimi naweza nikatembea na huyo jamaa huyu kaendelea mbona kuliko msanii wa Singeli. Mimi nakubali. Kuendelea nini? Kuendelea nini? Tunaona jinsi lilivyo niko nadhifu. Yaani msanii wa Singeli yuko nyumbani kwangu bana yuko nadhifu. Sio ndugu yangu nyinyi mmevaa bwana wewe uko nyumbani kwangu huko nadhifu bana. Uko nyumbani kwangu. Ila wasanii wa Bongo Flava, yani wasanii wa Bongo Flava, wasanii wa Bongo Flava wanajulikana. Unaona kuna siku moja pale Jamhuri iliandaliwa show. Mimi nataka niwaelezee. Tuongee tu vya ukweli. Iliandaliwa show pale Jamhuri. Usielewa. Ilikuwa ni EFM waliandaa pale muziki nene. Wasanii wa Bongo Flava jinsi walivyokuja. Mtu kalipo hela ndogo ila akaja na Costa, akaja na Bavu, special. Kweli kwa kujipimpu. Wanaweza kujipimpu tu zile soft kwamba anaonekana kwamba huyu ni msanii sasa kaingia kweli. Lakini ukimwangalia mzee na Singeli, kaja kavaa suruali yake na kitambaa chake na kidareki. Kipindi kile, simeshaelewa. Lakini sasa hivi bwana Strevo unapomwita msanii wa Singeli kwenye show yake, yani wewe unaimba Bongo Flava ila aibu utaona wewe. Sasa mimi nakwambiaje? Simeshaelewa. Sikiza Sigu. Na Barano alifanya msanii wa Singeli, Bongo Flava unasubiri kidogo. Unataka kusema nini? Wewe umesema kwamba msanii wa Bongo Flava kalipo hela ndogo, alafu kaja kwenye show. Wewe umejuaje mkataba wake? Tumejua kwa sababu sisi tulipo hela ndogo zaidi yake. Yeye kalipo hela kubwa, mimi nimelipo hela chini. Lakini jinsi alivyoingia na kwa hela aliyolipwa, hapo unaweza kusema kuna nguvu ya ziada akaitumia. Tumeshaelewa. Sikiliza wewe. Akaitumia kwa lengo la kupandisha brand. Hapo tunawasifu ndugu zetu. Tumeshaelewa. Biashara yoyote. Kwenye swala la Singeli mjomba. Haya kuna wasanii. Wasanii wa Singeli wanaongea sana. Chini naye bwana mpaka tunaongea Maniga vipi? Wasanii wa Singeli, subiri nikueleweshe kitu kimoja. Siku moja pia nilikuwa nabishana na Manfongo. Kwa nini wasanii wa Singeli wanaonekana hata kama wanapata hela nyingi, waonekani kama wanapata hela nyingi? Kwa sababu the way mnavyotengeneza biashara yenu, na huwezi kufanikiwa vizuri kama biashara yako ifanye vile ambavyo biashara unataka iwe. Kitu chochote unachokifanya kinachowahusu watu lazima ukipe thamani. Wewe toka ulianza kufanya muziki mpaka umefanya huo muziki unataka iwe, umenufaika nani mpaka sasa hivi? Mimi maisha yangu ni muziki Maniga. Ndio sema mimi manufaiko yangu mimi nakaa kwangu cha kwanza. Mimi nimepanga. Mimi naishi kwangu. Mimi nimepanga. Sawa. Sasa ila unapozungumzia muziki wa Singeli nataka nikukosoe kitu kimoja. Umeshaelewa? Huo ndio muziki ambao mimi naufanya. Umeshaelewa? Ukosoi. Yaani wewe hapa ndio ukosoe ila wewe mimi uweze kuniambia chochote kuhusiana na Singeli. Sawa. Umeshaelewa? Sawa. Wewe kana Kisigwa huyu mdanganyane. Ila sawa kuniambia mimi kuhusu Singeli. Kwa sababu alikuwa anabisha Kisigwa. Mimi nakupongeza kwa sababu Singeli sasa hivi ndio muziki ambao unasikilizwa. Lakini huyo watu wa maana unasikilizwa lakini hauna thamani sokoni. Hauna thamani vipi? Ndio maana hakuna msanii ambaye anafanya vitu kwenye platform. Hakuna muziki ambao una thamani. Muziki wote hauna thamani. Hauna thamani kivipi? Wewe utapigwa wewe. Singeli haina thamani kwenye maduka. Wewe Singeli atampiga. Sikiliza basi mimi sinaoneshekea sasa. Sawa, wasanii wa Singeli mnafanya vizuri sana. Ndio. Ila kufanya mimi nawakumbusha kwenye kufanya vizuri kuna wasanii wengi walileta muziki ukafanya vizuri. Lakini haukufikia lengo letu la kupeleka muziki wetu duniani. Kwa sababu cha kwanza ili dunia ikutambue lazima kuwe na kitu kinaitwa culture. Si unaelewa? Wenzetu wengi ambao wamepeleka muziki wao international to the world, na maanisha Nigeria ndio sehemu ambayo tunaiangalia hivi. Ni wana culture. Sisi Bongo hatuna culture. Si unaelewa? Hatuna culture. Hivyo basi wasanii wa Singeli niwakumbushe tu, serikali imewapa kijiti kizito cha kuwafanya nyie mpeleke muziki international. Na aibu wanaona wao. Si unaelewa? Aibu wanaona wao. Nakwambiaje? Wewe, nakwambiaje sasa hivi ndio maana. Unaona? Wewe weka pale. Msikia
umesikia? Weka pale, umesikia? Weka pale msanii wako Bongo Flava pia list yako pale sana Bongo Flava special leo. Labda kidogo ndio kuja kusumbua kijiji, labda tunamzungumzia Diamond, tunamzungumzia kina Mbosso. Sio kidogo. Kina umesikia? Umesikia kina Mbosso, kina Harmonize special leo. Ila chumbani niachie. Una hizo list zikipanda za singeli. Wewe unakimbia. Sikiliza. Mike shiki unaacha. Hamza. Ndio maana mimi nimekwambia. Sigwa, subiri. Sigwa. Wewe Sigwa wewe bora upande mapema ila ongera. Muziki wa singeli ni kama una chembe za ushetani nyinyi leteni. Utakifu hapa ongera. Leo hii Hamza na Tisigwa nani mkubwa? Kwa Morogoro. Kwa Morogoro. Hamza mkubwa. Hamza na Tisigwa nani mkubwa kwenye platform? Kwenye platform. Sijui eti Tisigwa. Atakuzidi. Kanizidi kwenye platform. Manake nini? Manake sasa hizo platform mwache awe nazo yeye, umeshanielewa. Ila mimi nitabaki na ukubwa wangu, nitabaki na